Agi, kwanza nikupongeze sana. Mwaka 2025 umekuwa ni mwaka wa mafanikio kwako, ikiwa ni pamoja na kunyakua tuzo mbalimbali. Nimepitia katika ukurasa wako wa Instagram, nimeona uliwahi kupata tuzo mwaka 2025 ya mwigizaji bora wa kike Tanzania mwaka 2025, lakini uliingia kwenye top 100 ya miongoni mwa watu maarufu Afrika. Lakini kuna tuzo nyingine pia ambao ulipata. Pengine tutarajie makubwa zaidi kwenye mwaka 2026, ikiwa ni pamoja na album yako ambayo ulitoa au EP yako uliotoa 2025. Mwaka huu tutegemee kuna album nyingine ambayo itatoka? Of course, mwaka huu ni mwaka wangu mkubwa sana wa mafanikio kupita 2025. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu mwaka huu umefungua vitu vingi sana, including mambo yangu ya kusaidia jamii ambao watu wengi sana hawajaweka attention kwenye upande huo kwa Agnes au Agibaby, lakini this time nitakuwa nadili sana masuala ya jamii kama haya ambayo nimeanza, including kwenye tuzo ambazo tayari nimeingia kwenye tuzo nyingine, lakini this time nita announce siku si nyingi ambayo sio hapa, ambayo ni nchini Zimbabwe, ambayo ni tuzo kubwa ambayo inahusiana pia na masuala ya jamii, lakini vile vile kwenye sekta ya muziki nimeweza kurudi kwa nguvu sana na album karibu 3 ambao nimeshirikiana na wasanii tofauti tofauti, ikiwemo wakubwa wa Nigeria. Wale wasanii mnaowajua nyie, top 5 ya Nigeria, mmoja wapo nimefanya naye kwenye albamu yangu moja ambayo nitaitoa hivi karibu. Davido? Unajua nikiongea nitakuwa nimeshatoa siri. Hiyo ni surprise ambayo pia atakuwepo kwenye siku ya launch albamu yangu. Kwa nini Nigeria na kwa nini siwe Tanzania? Tuna wasanii wakubwa kama Alikiba, Diamond Platnumz, tunao kina Nandi, kina Mario. Kwa nini ikawa ni nje ya nchi ya Tanzania? Unajua kuna kitu kimoja tuko Tanzania, tofauti na nchi nyingine. Tanzania sisi wote ni wasanii. Na inaweza ikawa msanii mimi nikamface dada Diamond, dada nifanye naye collab ya kitu fulani. Lakini Diamond na team, unajua yani ile timu yako ina mlolongo ambao inaweza kukuwekea vipingamizi chini, unajua. Hata inawezekana Diamond mwenyewe hana shida, lakini ile timu ikawa na nini? Ina vipengele fulani. Lakini tofauti na wenzetu nje ya nchi wana mshikamano. Yaani anaweza kufanya collab na msanii yoyote hata wa chini, anaanza leo kutoa nyimbo ya kwanza na anamsupport, anafanya nini? Anapanda. Kwa hiyo sisi kama wasanii wa Tanzania ile tunalo kujifunza sana hapo. Kuna msanii gani labda pengine ulimcheki akakutoa nje? Hakuna ambaye kwamba ukawa disappointed kwamba nimemcheki msanii fulani mkubwa anatamani kufanya naye collab, naona tutafika mbali, lakini mafanikio yake hayakuwa ya uhakika kwamba ukufanikiwa kumpata, au pengine majibu yake hayakukulizisha? Au unajua mimi na management mimi siko kama mimi najua nikimtafuta msanii yote hamna mtu sanii anaweza kukataa, hakuna. Lakini management yangu ndio huwa yenyewe ina choose mtu ambaye anaweza kufanya naye collab. So wapo wengine ambao walitafutwa na management ya kwangu, lakini wakawa wanasema wamesafiri, wako wapi wao, sio mimi. Kwa hiyo hicho ndo ninachokiongelea hapa. Kwa hiyo tutegemee tuzo za Grammy baadaye kupitia wewe, kwa sababu ili nchi yetu na kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania. Unasemaje baadaye? Unasemaje baadaye? Na kati this year mimi nitaingia kwenye Grammy. Kwenye Grammy? Agibana. Mwaka huu mimi naingia. Kwani album unatarajia kuitoa lini? Yaani ninaitoa ndani ya mwezi huu. Imekosti kiasi gani hiyo album? Album ina nyimbo 12. 12. Ambao na nyimbo ndani ya Afrika au wengine wako nje ya Afrika? Wengine wako nje ya Afrika. Sio tu ndani ya Afrika, nje ya Afrika. Ambao katika ya album ya nyimbo 12, nyimbo 10 zote nimefanya video. Zote nimefanya. Umeshuti mazingira yapi? Ni Tanzania au umeshutia nje ya nchi? Nimeshutia hapa na South Africa. Kwa mfano wimbo mmoja ambao umeshuti yani ya costume au kwenye album nzima umeinvest shilingi ngapi? Kwa haraka yani inaweza kufika kama milioni 300 400. Album moja hiyo? Sio album, hizo ni nyimbo 10 tu nilizofanyia video. Bado hizo nyimbo 2 ambazo nataka kufanya, moja Nigeria, nyingine kafanya US. Sasa hizo ndo zitanikosti sana. Ambazo sasa ndo za msanii yule mkubwa top 5 kutoka Nigeria. Exactly. Wasanii gani wanakosa usingizi sana kwa hapa Tanzania ukiwasikiliza mwambie hawa siwezi kuwafikia? Tanzania. Yaani kwamba mimi wasanii hawa wananiumiza kichwa. Kwenye nini sasa? Kwenye upande wa uimbaji wa muziki. Mimi kwa kweli nyimbo ambayo naipenda sana. Yaani wote wanaimba vizuri. Wote, kila mmoja ana test yake, unajua. Kila mmoja ana test yake. Lakini nategemea na mwaka huu nani kutoka mpaka sasa hivi.
mtu ambaye nyimbo yake naipenda sana let's say Alikiba. Yeah. Okay. Fally. Exactly. Nataka Biri Alikiba au si? Ndio nyimbo ambayo naipenda kwa sasa. Okay. Labda pengine umesema kwamba tutegemee kukuona kwenye tuzo za Grammy mwaka huu ambapo utashiriki kwenye tuzo hizo. Labda pengine Agi ni ujasiri kiasi gani ambao unaubeba, kwa sababu usubutu kama wako ni wasanii wachache sana wanakuwa nao. Pengine umeona ni kitu gani ambacho kinakuindicate kabisa kwamba nakaribia hizi tuzo? Yaani ukubwa wa albamu zangu zinazokuja hizo mbili. Zinazokuja. Yaani watakuwa surprise. Sio Agi Baby aliyomzoea. Ni different Agi Baby, yani ni mtu mwingine kabisa. Yani ukisikia hiyo album unaweza kusema naimba Rihanna. Kumbe ndo Agi Baby huyo. Rihanna huyu. Nakwambia yani albamu yangu unaweza kusema naimba Rihanna, lakini ndo albamu yangu. Lakini maproducer ni wa Tanzania. Of course wapo wa Tanzania, wapo nje nje. Yeah. Watu wanajiuliza kwa hizo kuimba, uigizaji na vitu vingine. Watu wanajiuliza fedha unapata wapi? Kuna mtu amesimama nyuma yako, mtu mzito? Ni mimi mwenyewe. Mimi ndo natoa hela mwenyewe. Kuna mtu nyuma. Sababu kama umeweza uimbaji huku na ukubiza na unazidi kunyakua tuzo, upo kwenye tournament kubwa. Tumeona leo uko hapa, Brother Kusaga alikuwa hapa, watu wazito, meya wa jiji la Dar es Salaam, linki ni kubwa. Wanajiuliza Agi huyu vipi? Wasanii ni wengi, lakini kwa nini Agi? Let's say ukifanya kitu kizuri, ukifanya kazi nzuri, zinajiuza zenyewe. Kwa hiyo mimi najiamini nafanya kazi nzuri, lakini vile vile income ya kujisimamia mwenyewe ninayo. Yeah, sitegemei mtu. Biashara zinaenda, nafanya biashara na income zangu zingine za kuingiza pesa na napata. Labda haraka kwa siku unaweza kaingiza shilingi ngapi kwenye biashara zako, kwamba leo biashara imeenda vibaya? Yaani siku kienda vibaya kabisa naweza kuingiza milioni 10, kienda vibaya. 10 million. Yaani hapo imeenda vibaya kwa. Siku soko limenona mpaka milioni 50 per day. Yeah. Mantiara msina nini? Agi kwenye mbona unapika? Kufanya nini? Kupika. Siku moja. Chakula gani ambacho unapenda kupika sana? Mimi napenda kupika chai. Kupika kuchemsha hii. Kupika chai. Chai inapikwa jamani, sinaweka kwenye moto. Sio kuchemsha kumbe. Ile inawekwa kwenye moto. Kwa hiyo inapikwa. Matumizi yako kwa siku yamepanda bei? Yale milioni 3, milioni 4, siku nyingine nikiwa nimetumia sana mpaka milioni 8. Yeah. Useme labda kwa mfano leo kwenye mitoko yako, labda pengine kwenye umeamua kuja kwenye tournament kama hizi, labda kwenye shughuli kama hizi, labda pengine mtu gani ambaye anakusimamia kuhakikisha kwamba Agi anatoka leo atavaa hivi? Kuna mtu ambaye special anakuandalia nguo, labda kuna mtu ambaye anakudesign, anakuandalia kabisa leo budget yako kutokana na sehemu unaoenda, utaenda na milioni kadhaa? Yupo. Yaani mimi nina team, sio peke yangu. Na mtu ambaye anahakikisha leo navaa hivi, na mtu anahakikisha leo natengeneza hivi, nafanya makeup hivi, natokaje, nafikaje. Kwa na timu ya watu. Mfano leo mtoko wa mafundi huu umetumia shilingi ngapi? Yaani kuanzia chini mpaka kuanzia hapo chini. Sasa hapa kiatu shilingi ngapi? Hichi kiatu ni 150,000. Ya Kitanzania, sio dola. Tanzania, sio dola jamani. Hiki hapana, sio Tanzania, hiki ni Dubai. Yes. Kuja cheni. Hii cheni karibu milioni 7. Gold. Ni gold. Gold pure. Hii kama gram 6 hivi. Yeah. Panda kwa hiyo huku tuna milioni 7 au ni 14 tayari. Mguuni. Mguuni tu. Milioni 17. Milioni 14. Mguuni tu. Hii nguo yangu nimenunua 600,000. Mlimani City. Ipi? Hii sijanunua huko napotaja. Hii gauni nimeagiza jamani. Mimi nguo zangu nyingi naagiza nje. Naona mastaa wanakufukuzia kwenye kuvaa, lakini naona kila siku unaposti vitu vipi. Mimi sivai mitumba. Mimi nguo zangu naagiza na container. Na baadhi ya wasanii wanavaa mitumba? Wako wengi sana. Agi bana Agi. Kweli. Sanii wengi sana, lakini sanii wanapiga show milioni 300, 200 wanavaa mtumba. Si unaona wenyewe jamani. Wapo. Mfano? Mimi sitaki kumtaja mtu lakini wapo. Tuendelee. Hapo pochi. Hii pochi yangu sio bei ghali, hii ya kawaida tu. Kama 350,000 tu. Brand gani? Dubai pia. Hii nimenunua Dubai.
hiyo ni 17 hiyo. Hii hapa. Original Hii original, hii nililetewa ile yani ile ya kwanza kabisa, toleo la kwanza, pre-order. Tunaweza tukasema miongoni mwa watu ambao walikuwa wa kwanza kupata iPhone 17 upo. Exactly, mimi nipo. Hapo. Yeah. Kwenye nani? Cheni ya tukija hapo. Hii cheni niletewa zawadi. So siwezi kuja gharama yake. Pete. Yeah. Hii pete ni gold actually. Na bei zake zinajulikana. Yeah, hii pete ni kama 2,205,000. Yes. Na hii seti zangu za dhahabu. Nafikiri ni gari V8 nimevaa kwenye V8 tunaongelea milioni 300 400. Exactly. Nimevaa shingoni. Okay. Yeah. Hii jeuri yote inatoka wapi Agi? Labda unajua umetikisa sana mitandao ya kijamii mpaka watu wa Manchester United, kwa sababu wanaona navaa vizuri, ni mwanamke wa thamani, mwanamke wa gharama. Yeah. Uko harari tu kulipiwa bilioni 1.5. Asante. Agi, naomba tumalizie kitu kimoja. Clip yako ilitembea sana kwamba kuna mchezaji wa Manchester United ambaye anakusumbua DM. Lakini watu kupitia comment kupitia Djuma TV na nimeangalia comment nyingi. Watu wengi wakasema mbona mtu anaye nyumbani anayevaga Manchester? Kuna picha moja inatembea kwamba kuna mshikaji ambaye amevaa jezi ya Manchester United. Wakasema Agi asije akacheza na akili ya Watanzania. Hapana, mimi namuongelea mchezaji wa Manchester OG. Yule ambaye alikuwa amevaa yule sio. Hapana, yule simzungumzii huyo. Kwanza mimi hata sijamuona, sijui ni nani. Kuna picha moja ambayo uko naye, mko kama vile nadhani ni mazoezi yale mlikuwa mnafanya. Mko kwenye mazoezi, yeye kavaa jezi ya Manchester United na wewe ulikuwa katika mavazi yako yale, mavazi fulani ya inawezekana ni ile nilitumiwa, so nikampa mtu zawadi. Kwa sababu mimi sihitaji, bado sijamkubali. Maana mchezaji huyo anatuma na jezi? Exactly. Alishatuma mpaka jezi. Kwa jambo lipo karibu. Kwa jambo liko serious la Manchester. Nimesema bado sijamkubalia. Yaani wewe ndio hujamkubalia. Bado sijamkubali. Kwa swala la Manchester ni serious. Ni serious. Liko serious, sijamkubali bado. Wewe ni kukubali wewe. Lakini bado sitajua wewe una DM. Hapana. Yeye la mimi nikamwambia sitaki, kama anataka kwanza aje nimfanyie kwanza mahojiano yangu, nifanyie interview, aje Tanzania nifuate yeye. Yes. Tuambie basi jina lake basi. Hapana, Agi, watu wanajiuliza pengine labda katika maisha yako yote pengine umeolewa? Hapana. Na mtoto? Hapana. Hivi vitu vyote kulingana na umri wako. Umri wako kwa sasa una umri wa miaka 25. 25 kweli?